Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, sambamba ya kwamba wako juu ya msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakiendelea kuweza kuzikusanya alama zao kuweza kuhakikisha kwamba wanatetea taji lao. Sasa unafahamu ya kwamba klabu ya soka Young Africans kwa sasa inaelekea katika kipindi na timu zingine katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Young Africans inaelezwa kwamba wanataka kufanya kufuru ya kutisha kweli kweli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kuhusiana na issue nzima ya usajili. Unafahamu ya kwamba usajili ambao umefanywa na klabu ya soka ya Young Africans, dirisha kubwa la usajili, kama vile haujawalipa tofauti na vile ambavyo matarajio yao yalivyokuwa hapo awali, ambapo umeweza kushuhudia wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha Yanga dirisha kubwa la usajili wameshindwa wengine kuweza kuonyesha kiwango kizuri kwenye kikosi chao. Sasa taarifa zinaelezwa kwamba huenda klabu ya soka Young Africans ikafanya mapinduzi, na taarifa hiyo inaelezwa kwamba wanataka kuweza kuhakikisha kwamba wanaongeza nyota mwingine mkubwa, ambapo inaelezwa kwamba sasa wamerudi tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Taarifa zinaeleza kwamba fanya mazungumzo mazito na moja kati ya mchezaji mkubwa kabisa. Ni nani huyo ambaye anakwenda kutua tena kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans? Utakwenda kumjua hapa. Nimekusogezea details zake zote na taarifa zake zote za ndani mpaka Young Africans kuweza kufikia hatua ya kuweza kusema dili hilo linakwenda kufanyika. Ila kabla tujaendelea na taarifa hii, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu aloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni wananchi. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Yanga ambayo ilifanya usajili msimu huu unaoanza, yani dirisha kubwa la usajili, ni kama vile usajili wao haujawalipa vile ambavyo walivyokuwa wakiweza kutarajia. Sasa taarifa zinaelezwa kwamba baada ya kuweza kumchukua Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior kwa ushawishi mkubwa na fedha za kutosha, ambapo nyota huyo alikuwa ni kapteni wa kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club na kuamua kwenda kujilia zake raha ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Sasa taarifa zinaeleza kwamba sasa wanakwenda kudondoka kwa nyota mwingine baada ya Simba kuonekana kama wanapitia kipindi kigumu. Inaelezwa kwamba sasa uongozi wa Young Africans unakwenda kumshawishi kwa kiasi kikubwa cha fedha nyota kutoka DRC ya Kongo anayekipiga katika klabu ya soka ya Simba Sport Club. Nazungumzia Eli Mpanzu kuweza kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia si wengine habari, hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo alikuwa akiweza kuichezea Eli Mpanzu na sasa anakwenda kutua kwenye kikosi cha Young Africans. Taarifa zinaelezwa kwamba kile ambacho Young Africans walionekana kuweza kuwatania wapinzani wao ambao ni Simba, wakiwaambia kwamba wawape mchezaji wao, si kwamba ulikuwa ni utani, yani wakimaanisha kile ambacho wanachokimaanisha. Inaelezwa kwamba Eli Mpanzu ambaye kwa sasa bado ana mkataba na kikosi cha klabu ya soka ya Simba, licha kwamba bado ana mkataba, lakini nyota huyo anaonekana kutokuwa na furaha ndani ya kikosi hicho, na taarifa zinaelezwa kwamba za ndani kwamba huenda Mpanzu akavunja mkataba na kikosi cha klabu ya soka ya Simba ili atimkie zake kunako katika klabu ya soka ya Young Africans, ambayo inaonyesha dhahiri ya kwamba na wao wanamhitaji Eli Mpanzu. Ikumbukwe ya kwamba kwa
kwa sasa Mpanzu anaonekana yupo kimwili tu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, lakini roho yake na ufahamu wote upo kwenye kikosi cha Young Africans, ambayo inaonekana kuweza kumvutia zaidi na kile kinachoonekana, ambapo kumekuwepo na taarifa nyingi kutoka wachambuzi zikielezwa kwamba taarifa ambazo ni kweli kwamba Yanga wanamtaka Eddie Mpanzu na wapo serious kama ambavyo tetesi zinaelezwa, ambapo inaelezwa kwamba dirisha dogo Young Africans watakwenda kufanya mapinduzi mengine tena kwa kuweza kumchukua Eddie Mpanzu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuzungumzwa. Kwa hiyo kwa sasa ni zaidi shaili ya kwamba kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha Young Africans ni namna gani ambavyo wanahakikisha kwamba kile kinachokwenda kutokea wanakiongezea ubora zaidi, ambapo pia taarifa nyingine ni kwamba klabu ya soka Young Africans inazidi kuhakikisha kwamba kila kinachofanyika kwa sasa kinakuwa katika ubora kabisa, ambapo Young Africans wanahitaji kuweza kufanya usajili mwingine tena katika kipindi hiki cha dirisha dogo, kuhakikisha kwamba wanakwenda kuweza kuziba yale mapengo ambayo yanaonekana kwenye kikosi chao, ambapo pia Young Africans ambapo inakwenda kushusha mtambo wa mabao, ambapo huyu ni moja kati ya watu makini kabisa, ambapo taarifa zinaeleza kuwa kocha mkuu wa Yanga Pedro amewaambia viongozi wake wa msajili mshambuliaji hatari wa Angola, hapa nazungumzia Laulindo Dilson Maria almaarufu kama Depu, mwenye umri wa miaka 25 katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Depu amewahi kupita kwenye vilabu vya Petro de Rwanda na vingine vingi. Pia Depu amefungia timu ya taifa ya Angola goli 15 kwenye mechi 18 chini ya Pedro, unaona bana. Kwa hiyo mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa klabu ya soka ya Young Africans, ambayo yenyewe inahakikisha kwamba kile kinachowezekana kinapatikana. Kuhusiana na dili la Eddie Mpanzu, mpaka sasa uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans unaendelea kuweza kupambana kuhakikisha kwamba kile kinachowezekana kinafanikiwa kwenye kikosi chao, ambapo Yanga wanahakikisha kwamba kile kinachowezekana ni kumpata Mpanzu ambaye anaonekana kuja kuiongezea thamani. Pengine kumekuwepo na hali ya sintofahamu, wengine wakisema huenda kwamba isishindikane ama isiwezekane. Kumbuka hata katika dili la hapa nazungumzia Cletus Chota Chama, wengi walizani na pengine wakaona kwamba pengine labda haitowezekana, lakini kwa kile kilichopo na kinachosemekana ni dhahiri ya kwamba Yanga wanakwenda kufanya mapinduzi tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa